Naam, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo naomba uniazime dakika chache tu tukajifunze kwa habari ya ulinzi wa Mungu kwa mwanadamu. Ulinzi wa Mungu kwa mwanadamu mpendwa. Watu wengi huzani kwamba kwa kuomba kwao, kwa unyenyekevu au kwa matendo yao ndipo wanalindwa na Mungu. Mpendwa, hicho kitu hakipo. Bali kwa tendo moja tu la imani, kwa kumwamini Mungu, kwa kumwakiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kitendo cha kumwamini Yesu Kristo, hapo unakuwa na ulinzi wa Mungu automatic. Mpendwa, ninachomaanisha ni haki yako wewe kulindwa na Mungu. Ni haki ya mwanadamu kulindwa na Mungu. Katika ule urithi ambao mtu anafanywa kuwa mwana wa Mungu au anawekwa kuwa mwana wa Mungu, jambo ambalo Mungu huwa analiweka pia ndani ya yule mtu ni ulinzi. Ni ulinzi. Mpendwa, kwa nini ni ulinzi? Kwa sababu hii anasema Yesu Kristo alipokuwa akiwaombea wanafunzi wake katika ile Yohana 17 na ule mstari wa 12, akasema, Baba, nilipokuwa pamoja nao naliwalinda kwa jina lako ulilonipatia, ili hata mmojawapo asipotee, ila mwana yule wa upotevu, ili andiko litimie. Mpendwa, kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ameshawaombea security wale watu wote kutoka kwa Mungu. Maana yake ulinzi, full package ya ulinzi yote ilikuwa imekaa kwa wale mitume wote ambao wote wamemwamini Yesu Kristo. Sasa hebu angalia kinachotokea kwenye kitabu cha Isaya ile 54 na ule mstari wa 17, mstari maarufu sana. Leo ndio tutataka kuangalia huo mstari. Anasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Na huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao itokayo kwangu mimi, asema Bwana. Mpendwa, amesema nani? Sijasema mimi, bali amesema Bwana, kwamba hiyo ni haki yako, tena ni urithi wako ambao umeurithi kutoka kwa Mungu, kulindwa na kutunzwa na Mungu. Yaani kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, haita prosper. Lile kusudi watafanya silaha, lakini haitafanikiwa. Ukianzia juu kule anasema yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu, wataanguka mbele ya miguu yako. Mpendwa, anasema hivi, na kila ulimi utakaoinuka katika hukumu juu yako wewe, utauhukumu wewe kwamba huo ulimi umekosea. Zitatoka ndimi kukuhukumu juu ya magonjwa, zitatoka ndimi kukuhukumu juu ya kwamba hujaokoka, wewe utaziambia hizo ndimi zimekosea. Zitatoka ndimi kukuambia kwamba agano la bibi yako linakufuatilia, utaziambia hizo ndimi zimekosea. Mimi ni mwana wa Mungu, sina tena pattern, sina tena nyuzi, sina tena DNA na bibi yangu. Zitatoka ndimi kukuambia kwamba ugonjwa, hivi vitu vimetoka kwa babu yako, naye alikuwa navyo, binamu yako, sijui shangazi yako, uko bibi yako, mama yako, baba yako walikuwa navyo hivi vitu vyote, lakini utaziambia hizo ndimi kwamba zimekosea. Mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni mlisi wa Mungu, mimi ni nguvu za Mungu. Mungu ndiyo ngao yangu, Mungu ndiyo tegemeo langu, Mungu ndiyo uzima wangu, Mungu ndiyo afya yangu. Mpendwa, hauhitaji kuanza kuomba maombi ya kuweza kutoa sijui commanding za namna gani, bali ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, ziambie zile, tamka maneno yale ya kusema mimi ni mwana wa Mungu, mimi nimekubaliwa, mimi ni mzima, mimi nina afya, mimi nina ukuu, mimi nina neema. Hatuhitaji tena kuanza kuangalia mambo ya kishetani ambayo hayatufai sisi, bali yatupasa sisi kumtazama Mungu, kwa kuwa Mungu ndiyo ngao yetu. Ndio maana anasema utahukumu huo ulimi kwamba umekosea. Maanake utatakiwa utamke neno kinyume cha ile ndimi. Yanasema magonjwa, wewe unasema afya. Wanasema mabibi na mababu, wewe unamtaja Mungu. Wanataja magari, wewe unamtaja Mungu. Wanataja hivi vitu vingine, fedha, wewe unamtaja Mungu. Ndio maana anasema wao wanataja magari, lakini mimi ninataja jina la Bwana, kwa sababu ndiko ambako uzima wangu uliko huko. Mpendwa, hivyo ni haki yako, tena ni urithi wewe kulindwa na Mungu, kuwa na ulinzi wa Mungu ndani yako. Ni automatic hicho kitu. Hakihitaji kuomba, hakihitaji kufunga, hakihitaji kufanya ili ulindwe na Mungu, bali hiyo ni haki yako. Muamini Yesu Kristo, huo ulinzi wa Mungu unakaa ndani yako. Kinakuwa kinatokea nini? Katika ile Zekaria 2 ule mstari wa 5. Amina. Anasema hivi, kwa maana mimi, asema Bwana. Nani huyo Bwana? Mungu wa mbinguni anasema, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Yaani huyu Mungu atakuwa ukuta wa moto
kukuzunguka wewe, kuzunguka pande zote, alafu na ndani yake huu ndio mji, wewe ndio mji wenyewe. Atakuwa ukuta wa moto kukuzunguka, alafu na ndani yake yeye ndiye atakuwa huo utukufu, hiyo nguvu, hiyo neema, huo uungu ndio utakuwa ndani yako. Tazama, ndivyo tulivyo jamani. Mungu pamoja nasi. Kitendo cha kumwamini Yesu Kristo, Mungu yuko ndani yako. Kwa hiyo una ukuta wa moto kukuzunguka pande zote, juu yako, chini yako, mashariki yako, magharibi yako, kaskazini yako na kusini yako, kote Mungu yupo kwako. Hivyo mpendwa, amini kwamba upo na nguvu za Mungu ndani yako. Hauhitaji kuogopa. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka katika hukumu juu yako kukuhukumu, utauhukumu wewe huo ulimi kwamba umekosea. Wewe ni mwana wa Mungu. Haya mambo hayanihusu. Haya mambo unayosema hayanihusu. Haya mambo mnayotangaza hayanihusu, maana mimi ni mwana wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, na hiyo ndiyo haki yako, tena na urithi unaotoka kwake Mungu wa mbinguni. Amini kwamba una ulinzi wa Mungu ndani yako. Kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo, ulinzi wa Mungu upo ndani yako. Nguvu ya Mungu ipo ndani yako. Hiyo haki na huo urithi wa kulindwa na Mungu umekaa kwako sasa. Mpendwa, natumaini hii video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili uweze kupata video zetu mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.